Baba Askofu mstaafu Mchungaji Reverend Kamonongo Rucharukula Vankinako Musumu. Utangulizi. Mchungaji na askofu mstaafu Reverend Kamonongo Rucharukula alizaliwa tarehe 25 mwezi wa 9 1960 katika kijiji cha Biharu Muyovozi, kata ya Biharu, wilaya ya Kasulu, kwa sasa wilaya ya Buhigwe. Marehemu ni mtoto wa tatu kati ya watoto 8, wakiwa wa kiume 5 na wa kike 3 katika familia ya Kamonongo Rucharukula Vankinako Musumu. Kuokoka. Hayati Askofu Kamonongo aliokoka na kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake katika kanisa la Pentekoste Biharu mwaka 1976. Alipokelewa kuwa mshirika na kubatizwa kwa maji mengi mwaka 1976 katika kanisa hilo. Elimu. 1. Alipata elimu ya msingi kuanzia mwaka 1971 hadi mwaka 1978 katika shule ya msingi Mgera iliyoko kijiji cha Mgera, kata ya Mgera, wilaya ya Kasulu, kwa sasa iko wilaya ya Buhigwe. 2. Elimu ya theolojia na Biblia. Alisoma astashahada ya Biblia na theolojia mwaka 1988 katika shule ya Biblia iliyoko Marangu, Kilimanjaro. 3. Elimu ya theolojia ya Biblia. Alisoma astashahada ya Biblia na theolojia mwaka 2012 hadi 2015 katika chuo cha Sanjaranda Bible College kilichopo Itigi, wilaya ya Manyoni, mkoa wa Singida. 4. Mwaka 2019 alitunukiwa shahada ya kwanza BA katika masuala ya uongozi wa kiroho na maendeleo ya jamii BA toka chuo cha His Hill World Bible College, kwa mabano kwa ufupi HWBC, cha nchini Marekani. 5. Mwaka 2021 alitunukiwa shahada ya uzamili katika masuala ya uongozi na ushauri honoris causa toka chuo cha theolojia cha His Whole World Bible College cha Marekani. Utumishi wa umma. Hayati Askofu Reverend Kamonongo alikuwa mtumishi jeshini katika kambi ya jeshi la Kibasila iliyopo wilaya ya Kisarawe mwaka 1980 hadi mwaka 1989. Mwaka 1989 aliamua kuacha kazi ya jeshini na kuingia kwenye utumishi wa kanisa, kumtumikia Mungu katika kada mbalimbali za uinjilisti, uzee wa kanisa, uchungaji na nafasi mbalimbali za uongozi kanisani. Wito na utumishi wa kiroho. Hayati Askofu Reverend Kamonongo alikuwa mishonari wa kwanza mwanzilishi wa huduma ya Injili kwa madhehebu ya Kipentekoste Uzaramoni tangu mwaka 1992 katika kijiji cha Msanga, kata ya Msanga iliyoko wilayani Kisarawe. Wito aliupata akiwa mtumishi jeshini katika jeshi la wananchi kambi ya Kibasila, Kisarawe, na kuanza kuhubiri na kuombea watu mbalimbali. Alianza kazi ya Mungu kama mishonari wa ndani ya nchi na kufanikiwa kuanza matawi Msanga, Maneromango, Muhanga. Haya ni matawi ya awali kabisa, lakini kwa sasa kazi imesambaa maeneo mengi ya Kisarawe, Dar es Salaam, Mkulanga na Kibaha. Kanisa la kwanza Msanga kujengwa. Nyazifa
Nyadhifa mbalimbali alizowahi kushiriki wakati wa uhai wake na utumishi wa kiroho. 1. Mwinjilisti mwaka 1986 hadi mwaka 1992. 2. Mzee wa kanisa katika kanisa la UMPT mwaka 1992 hadi 2003. 3. Mchungaji kiongozi wa kanisa la mahali Msanga mwaka 2003 hadi 2026. 4. Askofu wa FPCT jimbo la Pwani mwaka Septemba 2005 hadi 2019. 5. Mjumbe wa halmashauri kuu ya FPCT taifa kwa miaka 15. 6. Mwenyekiti wa kamati ya uhamasishaji ya FPCT taifa mwaka 2007 hadi 2009. 7. Mjumbe wa bodi ya afya ya Mchubi Misheni Hospitali. 8. Mwenyekiti wa bodi wa chuo cha Biblia cha Zioni Handeni. 9. Mjumbe wa bodi ya FPCT kwa umisheni Msumbiji wa majimbo ya Pwani, Mashariki, Kaskazini na Kusini. Alianza mishonari katika kijiji cha Msanga kwa kufikia kwa familia ya Vigai kwa ajili ya huduma ya kuombea kichaa, na baadaye alienda kwa mzee Mumba ambapo alianza huduma kwa kuanzisha kanisa Msanga kitokea Kisarawe. Ndipo mshirika wa kwanza Bibi Neema Baweni Mzalamu wa kwanza kuwa mshirika hapo Msanga. Kazi hii ilikuwa na kubarikiwa kuwa kanisa la mahali la FPCT Septemba tarehe 14, 2003. Kanisa la mahali FPCT Msanga lilikuwa miongoni mwa makanisa ya kwanza kuunda jimbo la FPCT Pwani. Katika maisha yake yote ya utumishi wa umma jeshini, hayati Kamonongo alihudumu katika kambi ya jeshi Kibasila, Kisarawe. Baada ya kuacha kazi na kuhamia Msanga, amekuwa rafiki wa wakazi wa Msanga na Kisarawe kwa ujumla. Kabla ya kupata umauti, alitoa maelekezo kuwa kwa sababu maisha ya utumishi kwa muda mrefu wa huduma ameyatumia kwa Injili wilaya ya Kisarawe, aliomba akifariki azikwe kijiji cha Msanga. Kwa mantiki hiyo, kanisa limeona vema kufanya kama alivyosema wakati wa uhai wake, kuenzi kazi yake kubwa ya kitume na kimisheni. Tunaenzi pia mchango wake mkubwa katika kukuza, kuandaa na kuinua watumishi mbalimbali katika nyanja za huduma na uongozi wa kiroho. Hadi umauti wake, kazi ya umisheni Msanga imeanza makanisa matatu ya mahali yakiwemo Kunduchi, Tegeta na Msasani. Pamoja na hayo, pia hayati ameinua watumishi mamia katika kada mbalimbali za huduma na uongozi. Tunampa Mungu tukufu na kuyaadhimisha maisha ya shujaa wa Injili hayati Askofu Mchungaji David Kamonongo Uchakula. Tutaenzi mazuri yote aliyoyafanya katika utumishi wake uliotukuka na uinjilisti, uchungaji na maongozi mbalimbali ya kujitoa kwa upendo wa dhati bila kujali hali binafsi. Mwanadamu wewe, siku za kuishi si nyingi. Wewe mshike Bwana wako, mshike asikuponyoke. wanadamu wewe
mwanadamu, siku zako za kuishi zi mikononi mwa Mungu. Mwanadamu, siku zako za kuishi zi mikononi mwa Mungu. Hesabu ya miaka yako aijua Mungu, na siku za kuishi kwako azijua Mungu. Mwanadamu, wewe utamficha nini? Jisalimishe kwa Mungu Baba. Hesabu ya miaka yako aijua Mungu, na siku za kuishi kwako azijua Mungu. Je, mwanadamu, wewe jisalimishe kwa Mungu Baba. Je, waliolala Mwanadamu, tambua sifa gani, mwisho wake utakufa. Mlango wa neema wazi